Habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyojiri hii leo. Mgomo wa madaktari unaoendelea nchini Tanzania umeathiri huduma katika vitengo kadhaa vya taasisi ya mifupa Muhimbili Moi na kusababisha kusitishwa kwa baadhi ya huduma katika taasisi hiyo. Afisa uhusiano wa taasisi hiyo Bwana Juma Almasi amesema hatua hiyo imekuja baada ya baadhi ya madaktari kutoripoti kazini, hivyo wagonjwa kuathirika. Flow ya wagonjwa, kwa sababu sisi tunapokea wagonjwa wa dharura. Kwa hiyo zaidi ya 75% ya wagonjwa wetu na wagonjwa wa dharura. Kwa hiyo uwezi ukasema jamani sasa hizo dharura zinatokea huko zisimamishwe, hapana. Kwa hiyo wagonjwa wa dharura wanakuja, wanapokelewa, isipokuwa kama nilivyosema wagonjwa hizi clinics za private zimesimamishwa na huduma za theater pia zimesimamishwa. Katika hospitali ya Mwananyamala, Kurasa imeshuhudia wagonjwa wakiendelea kupokelewa na huduma zikiendelea kama kawaida. Mgomo hamna, labda sijui hospitali zingine. Kwa hapa Mwananyamala hamna mgomo, tunahudumia kama kawaida. Toka jana nimekuja hapa, nimeangalia huduma ni nzuri, tumepokelewa vizuri. Mpaka leo naona hamna matatizo yote. Tuendelee na Kurasa. Serikali ya Tanzania imewataka wananchi kuonyesha ushirikiano katika kuwafichua watu wanaofanya biashara za madawa ya kulevya nchini. Wito huo umetolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi wakati wa maadhimisho ya siku ya kupiga vita madawa ya kulevya duniani, maadhimisho yaliyofanyika kitaifa katika shule ya msingi Tandale jijini Dar es Salaam, ikiwa na kauli mbiu isemayo tujenge jamii yenye afya pasipo dawa za kulevya. Katika nchi zote duniani waathirika wakubwa ni vijana. Kinachotakiwa kwa vijana ni kuliona tatizo, kulitambua na kuona umuhimu wa kuachana nalo. Mpaka sasa hivi elimu inakwenda vizuri sana, lakini inabidi tuimarishe. Na vyombo vyetu vya habari vitusaidie sana, visione kama jambo hili ni jambo dogo, ni jambo kubwa. Nao baadhi waliokuwa wameathirika na kufanikiwa kujikwamua katika matumizi ya dawa hizo wameitaka serikali kujikita katika kuziba mianya ya uingizwaji wa dawa hizo. Serikali ifanye nguvu kazi, madawa yatakuwa hawezi kuja tena. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la Medicines du Monde ama madaktari wa ulimwengu linalofanya kazi zake wilayani Temeke jijini Dar es Salaam limetoa wito kwa mashirika mbalimbali kujitokeza kwa wingi katika kusaidia kupambana na tatizo la matumizi ya dawa za kulevya nchini Tanzania. Mratibu wa mradi wa kupunguza madhara ya matumizi ya dawa za kulevya Bi Ansela Votis ametoa wito huo wilayani Temeke wakati viongozi wa mbio za mwenge walipopita katika kituo hicho kinachotoa huduma kwa watumiaji dawa za kulevya wapatao 50 kwa siku. And we have a mandate to work only in Temeke for the moment. We have started here because we have done a survey here which showed us that there was a lot of people who use drugs and that there is a lot of people who have HIV and hepatitis C. Ni kwamba katika mradi wa upunguzaji madhara tunafanya vitu vingi ndani yake. Mojawapo ni kwamba tunagawa bomba sindano salama pamoja na maji na filter zinazoendana pamoja na matayarisho wanavyofanya ili waweze kujidunga salama. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache yaliyofika mezani kwetu kwa leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za Kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea Kurasa, mimi ni Noah Laltaika. Wakati mwema.